Ibada ya leo topic ni kutoa nadhiri. Tunaangalia kitabu cha Genesis chapter number 28 verse number 14. Genesis 28 verse number 20 mpaka 22. Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka ile ya 22. Biblia inasema Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Verse number 22. Na jiwe ili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kwa hivyo Biblia inaanza na Yakobo akisema ya kwamba atamwekea Bwana nadhiri. Genesis 28:20. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja na mimi. Kwa hivyo Yakobo akaweka nadhiri. Mtu mwenye haki, Yakobo ni mtu mwenye haki, akaweka nadhiri. Na kama ilivyo kawaida, mtu mwenye haki akiweka nadhiri, ama mtu yeyote akiweka nadhiri, ni lazima atoe hiyo nadhiri, ni lazima itimize hiyo nadhiri. Kile kitu ambacho ameahidi Bwana ni lazima akitimize. Asipokitimiza aongojee kipigo. Kitabu cha Zaburi 66 verse number 13, Daudi anasema, Psalm 66 verse number 13, Daudi anasema, nitaingia nyumbani mwako na kafara, nitaondoa kwako nadhiri zangu ambazo midomo yangu ilizinena, kinywa changu kikazisema nilipokuwa taabuni. Kwa hivyo Daudi anasema kwamba ataingia nyumbani mwa Bwana na kafara, na atatoa zile nadhiri ambazo alisema kwake. Kwa hivyo Daudi anasema kwamba zile nadhiri ambazo alitolea Bwana, aliahidi Bwana, wakati anaenda kwa kanisa, hiyo ndio jambo la kwanza ambalo anafanya. Atoe hizo nadhiri. Na hata zibadilisha, anasema ni zile nadhiri ambazo aliahidi kwa kinywa chake ya kwamba atazitoa wakati alikuwa kwa shida. Hizo ndio atapeleka. Na hiyo ndio kuna shida na watu. Wakati watu wakiwa na shida, wakienda kwa Mungu, wanaahidi vitu mingi sana, lakini wakati Mungu anawatimizia yale ambayo wameomba, wanamsahau Mungu. Na zile nadhiri ambazo waliweka mbele za Mungu wanasahau kuzitoa, hawazitoi. Hata waonekani kwa kanisa, hawaonekani mbele za Mungu, wanapotea kabisa. Wanasahau ya kwamba kuna andiko ya Zaburi 66:13 na 14 ambayo inawaongojea. Na inarudia andiko. Hiyo andiko Daudi anasema, nitaingia nyumbani mwako na kafara, nitaondoa kwako nadhiri zangu ambazo midomo yangu ilizinena, kinywa changu kikazisema nilipokuwa taabuni. Kwa hivyo zile nadhiri ambazo uliambianga Mungu utamtolea wakati ulikuwa na shida, hizo nadhiri zitoe, uache kuzikalia. Toa hizo nadhiri. Usipozitoa hizo nadhiri, ujue ya kwamba kichapo cha Mungu iko. Huwezi kadanganya Mungu. Kutotoa nadhiri inaleta kipigo. Mungu anapiga wale ambao watoi nadhiri. Tarajia mambo yako kuharibika kama utaki kutimizia Mungu nadhiri zile ambazo uliahidi. Kwa hivyo kama wewe unaahidi nadhiri, una pledge vitu kwa ajili ya Mungu, make sure ya kwamba hizo vitu unatoa. Kitabu cha Mhubiri 5 mstari wa 5 mpaka 6. Ecclesiastic chapter 5 verse number 5 to 6. Mhubiri 5 mstari wa 5 mpaka wa 6. Biblia inasema, ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuweka usiondoe. Verse number 6 nasema, usikiachie kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuharibu kazi ya mikono yako. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba ni afadhali usiweke Mungu nadhiri kuliko uweke nadhiri na ukose kutoa. Ni afadhali tu kae usiweke pledge yoyote.
kuliko kuweka pledge na utoi hiyo pledge. Pledge zinashika watu, pledge zinaumiza watu na watu hawajawahi jua. Hiyo ni kitabu cha Mhubiri 5:5. Biblia inasema ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuweka na utoi. Verse 6 nasema ya kwamba kama utoi, kama utoi ni kama mtu ambaye anawacha kinywa chake kukosesha mwili wake. Na utafanya Mungu akasirikie sauti yako na Mungu ataribu kazi ya mikono yako. Kwa hivyo wakati ambapo unaweka nadhiri mbele za Bwana, ujue kwamba uwekeange mwanadamu nadhiri. Wakati uko mbele ya kanisa unaweka nadhiri, unasema nitafanya hivi, nitafanya hivi. Jua ya kwamba si binadamu na kwangu unaambia, ni Mungu na kwangu unaambia. Ni yeye ndo namwekeanga nadhiri. Na kwa hivyo kama utoi kile kitu ambacho umesema utatoa, ujue ya kwamba Bwana atakukasirikia na ataribu kazi ya mikono yako. Na umejua tu Mungu akikukasirikia hakuna mtu ambaye anaweza kuokoa kutoka kwake. Kitabu cha Waebrania 10:31. Waebrania 10 mstari wa 31 inasema ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Kwa hivyo kama umewekea Mungu nadhiri na hujatoa hiyo nadhiri, ujue ya kwamba utaanguka katika mkono wa Mungu aliye hai. Na ujue kuanguka kwa mkono wa Mungu, hiyo ni jambo la kutisha sana, kwa sababu hakuna mwenye anaweza kukuokoa kutoka kwa mkono wa Mungu. Mungu anaweza kuokoa kutoka katika mkono ya adui, lakini kwa mkono yake hakuna mtu anaweza kukuokoa. Kwa hivyo ujue ya kwamba ukiweka nadhiri na utoi nadhiri, wewe ni mtu ambaye anaanguka katika mkono wa Bwana. Unajitia tu katika mkono wa Bwana, na Mungu mwenyewe ataharibu kazi ya mikono yako. Kwa hivyo ukiweka nadhiri, make sure unaondoa. Ndio umesikia Daudi anasema kwamba zile nadhiri ambazo amewekea Mungu atazitoa. Hiyo ndio verse ambayo ningependa watu wajue. Na tukiendelea kule kwenye Genesis 28 mpaka 20, tumesoma Biblia inasema Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja na nami. Kwa hivyo leo ya kwamba Mungu anakuanga pamoja na watu wenye haki, kizazi chenye haki. Na Yakobo ni mwenye haki. Ndio maana Mungu anajitanisha na jina lake. Anasema yeye ni Mungu wa Yakobo, na yeye ni Mungu wa Ibrahimu, na yeye ni Mungu wa Isaka. Kwa maana hao ni wenye haki. Na Biblia imesema kwamba Mungu anakuanga na kizazi cha wenye haki. Yakobo ni mwenye haki. Kitabu cha Zaburi 14 verse number 5. Psalms 14 verse number 5. Zaburi 14 verse number 5 inasema, hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi, maana Mungu yupo pamoja na kizazi cha haki. Kwa hivyo Mungu anakuanga na kizazi cha haki. Mungu anakuanga pamoja na kizazi cha haki. Ndio maana Yakobo anasema Mungu akiwa pamoja na mimi, akinilinda katika njia niendayo. Mungu akiwa pamoja na mimi. Kwa hivyo ujue ya kwamba Yakobo ni mwenye haki. Kwa hivyo tu ni lazima Mungu akuwe pamoja na yeye, kwa maana ni mwenye haki. Na nazidi kusema na akinilinda katika njia niendayo. Kwa hivyo ujue ya kwamba kuna njia ambayo mwenye haki anapaswa kuenda, na kuna njia ambayo mwenye haki hapaswi kuenda. Kwa hivyo ukienda kwa njia ambayo mwenye haki anapaswa kuenda, Mungu atakulinda. Kwa hivyo kuna njia mara mbili. Kuna njia ya wenye haki na wenye haki wanapaswa kuenda, na kuna njia ambayo wenye haki hawapaswi kuenda. Number 1, kitabu cha Zaburi 1:1. Psalms chapter 1 verse number 1. Biblia inasema, heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mizaa. Kwa hivyo njia ya kwanza ni njia ya wakosaji. Hiyo ni njia ya kwanza. Haya, njia ya pili inapatikana wapi? Kitabu cha Zaburi 1 mpaka namba 6. Psalms 1 verse number 6. Zaburi 1 mstari wa 6 inasema, kwa kuwa Bwana aijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Kwa hivyo hapo tumejua kwamba kuna njia mbili. Kuna njia ya wenye haki na kuna njia ya wasio haki. Na Biblia inasema kwamba njia ya wasio haki itapotea. Kwa hivyo hii njia ya wasio haki ni njia gani? Hii njia ya wasio haki ambayo Biblia inasema itapotea ni njia gani? Njia ya wasio haki ni njia gani? Kitabu cha Mithali 14 verse number 12 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu,
lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hivyo hii njia ya wenye haki, hii njia ya wasio haki ambayo Biblia inasema itapotea, kumbe ni njia za mauti. Ni njia ambayo ukifuata mwisho yake inaelekea mautini. Njia ya wakosaji ukifuata mwisho wake ni mautini. Njia ya mkosaji ukifuata mwisho wake utapotea, utaelekea mautini. Hiyo ni njia ya wasio haki. Methali 14:12. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Elewa hiyo njia ni njia ya wakosaji. Hiyo ndo wanasema tu hapo tu kwa Methali 14:12. Ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hivyo njia mjue ni njia ya wakosaji. Hiyo ndio imejibiwa hapo kwa Methali 14:12. Halikadhalika wasio haki pia wako na njia yao. Wenye haki pia wako na njia yao. Njia ya wenye haki ni Kristo Yesu. Kitabu cha Yohana 14:6 inasema, John 14:6, Yesu akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo njia ya wenye haki ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio njia ya wenye haki. Yesu Kristo ndiye njia wenye haki. Kwa hivyo ukienda kwa hii njia ya wenye haki, ujue ya kwamba Mungu atakulinda katika hiyo njia uendayo. Na hapa inaendelea nasema kwamba akinilinda katika njia niendayo na kunipa chakula nile na nguo nivae. Kwa hivyo njia wenye haki ukienda, lazima Mungu akupatie chakula, na lazima Mungu akuvike nguo, lazima akupe mavazi, na lazima akupatie chakula ukule. Kitabu cha Warumi 13:14. Warumi 13:14. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Kwa hivyo mavazi ya wenye haki ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye mavazi ya wenye haki. Wenye haki wakivaa Yesu Kristo, mambo ya mwili, tamaa za mwili hazitawahusiana nayo tena. Hawatawaka tena tamaa za mwili, kwa maana hawatakuwa uchi. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye mavazi ya wenye haki. Kitabu cha Warumi 13:14. Mvaeni Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye mavazi ya wenye haki. Haya, Yakobo anasema atanipatia chakula nile na nguo nivae. Chakula cha wenye haki bado tu ni Yesu Kristo. Kitabu cha John 6:35, Yohana 6:35. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Kwa hivyo Yesu Kristo yeye ndiye chakula cha uzima, yeye ndiye chakula cha wenye haki. Wenye haki wanakulanga Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo ndiye chakula. Yesu Kristo ndiye chakula, yaani yeye ndiye chakula cha wenye haki. Yesu Kristo ndiye chakula, yeye ndiye neno. John 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kwa hivyo Yesu Kristo ambaye ndiye neno ndiye chakula cha wenye haki. Kwa hivyo chakula cha wenye haki ni neno la Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Hii the word ya Biblia. Hii ndiye chakula cha wenye haki. Kwa hivyo mtu yule ambaye asomangi Biblia kila wakati, huyo mtu akulangi kila wakati basi. Na mtu kama kulangi kila wakati anaweza kasurvive kweli? Afya yake inaweza kuwa mzuri kweli? Mtu kama akuli asubuhi, akuli saa 7, akuli usiku, huyo mtu afya yake haiwezi kuwa sawa. Kadhalika mwenye haki pia asipokula Yesu Kristo ambaye ni chakula, afya ya huyo mtu haiwezi kuwa sawa, hawezi kuwa na afya kabisa. Maana Yesu Kristo ndiye chakula cha uzima. Kwa hivyo mwenye haki anakulanga Yesu saa zote, anakula injili saa yote. Asubuhi ni injili, saa 7 ni injili, usiku ni injili. Kama vile mtu wa kawaida anakula mara 3 kwa siku, asubuhi, saa 7 na usiku. Kadhalika mwenye haki pia Biblia anaisoma kila wakati, neno anaikula kila wakati. Iwe ni asubuhi, iwe ni saa 7, iwe ni usiku, wakati wowote tu ni wakati wa kukula injili. Kwa maana Yesu ndiye chakula cha uzima. Kwa hivyo Daudi anasema atanipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu. Kumbe wenye haki mahali ambapo wanaweza wakarudi kwa amani ni nyumbani kwa baba tu. Huko ndio kuna amani. Kwingineka kunanga amani. Amani tu ni nyumbani kwa baba. Nyumbani kwa baba tu ndio kuna amani. Nyumbani kwa Mungu tu ndio kuna amani. Hakuna amani kwinginepo. Ndio ukisoma Zaburi 27:4, Psalms 27:4, Daudi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana,
ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Verse number 5. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Kwa hivyo Daudi kile kitu ambacho anataka, yeye hataki maneno mengi, yeye ni neno moja tu anataka. Na hiyo neno tu ndiye ataitafuta, ya kwamba yeye akaange tu nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake. Hakuna kitu kingine chenye Daudi anatafuta, ni kukaa tu nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake. Kwa maana nyumbani mwa Bwana huko ndio kuna amani. Huko ndio kuna uzuri. Unasikia anasema ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Ili mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya. Yaani nyumbani mwa Bwana ukikaa tu, mabaya yakikuja Bwana na kuondolea. Kwa maana huko kwake kuna amani. Huko hataki watu wabaya. Wewe kama unakaa nyumbani mwa Bwana, mabaya yakikuja Bwana ndiye anaondoa mabaya. No wonder Daudi anasema tu yeye anataka tu neno moja tu, na hiyo neno ndiye atatafuta. Yaani akaange tu nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake. Si eti akae tu mara moja ama mara mbili, ni siku zote. Yeye kila siku akaange tu kwa kanisa. Hiyo ndio chenye Daudi anatafuta. Na kitabu cha Zaburi 122 verse number 1. Zaburi 122 verse 1. Daudi anasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kwa hivyo kama kuna mahali kuna furaha sana kwa wenye haki, ni nyumbani mwa Bwana. Huko ndo kuna furaha tele tele. Ndio nasikia Daudi tu akisikia tu watu wanaenda nyumbani mwa Bwana, ni furaha tele tele ndio amejaa tu naye. Anafurahia sana wakati anaenda nyumbani mwa Bwana. Anafurahia sana. Yaani kuna furaha mingi sana nyumbani mwa Bwana. Sasa huku Daudi anaendelea kwa Genesis 28 verse number 29, verse number 28, 20 mpaka 22. Na jiwe ili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Kwa hivyo Daudi anaambia Mungu ya kwamba anamwekea Mungu nadhiri, anamwambia akiwa pamoja na yeye, akimpea chakula kule, akimpea mavazi avae, akienda kwa amani na rudi kwa amani nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa babake, huyu Mungu atakuwa ni Mungu wake. Na lile jiwe ambalo lilalia ile usiku ile jiwe ambalo lilalia, anasema atalisimamisha likuwe nyumba ya Mungu. Kwa hivyo Daudi anasema yeye atakuwa mtumishi tu. Mungu akitimiza nadhiri zake atamtumikia. Hivyo ndo Yakobo anasema. Yeye atamtumikia tu. Mungu akitimiza nadhiri zake atamtumikia. Anasema lile jiwe ambalo amelilalia atalisimamisha iliwe nyumba ya Mungu. Yeye atamfungulia mahali pa ibada. Atamfungulia mahali pa ibada. Kumbe lile jiwe ambayo Yakobo alilalia si jiwe lingine, ni Kristo tu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4 verse number 11 inasema yeye ndiwe jiwe lile lililodharauliwa na nyinyi waasi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Yaani Yesu Kristo ndiye jiwe lile lililodharauliwa na waasi. Yesu ndiye jiwe ambalo lidharauliwa na wajenzi, imedharauliwa na waasi, na sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo jiwe ndio lile ambayo Yakobo aliweka kichwa yake akilala usiku wakati alikuwa anatoka nyumbani mwa baba yake. Hiyo ndio jiwe nyalilalia kule msituni usiku. Sasa hiyo jiwe nasema sasa naisimamisha ili kuwe nyumba ya Mungu. Anailisimamisha, which means ya kwamba anafanya nini? Anatengenezea Mungu kanisa. Anatengenezea Mungu kanisa. Hivyo ndio anamaanisha. Ndio ukienda kitabu cha John kitabu cha Yohana chapter number 4 verse number 5. Verse number 5 inasema, John 4:5, basi akafika kunako mji wa Samaria uitwayo Sikari. Huo ni Yesu, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Sasa verse number 6 nasema, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi hivi kisimani. Yaani Yesu akaketi hivi kisimani. Ile kisima yenye Yesu ameketi
ni ile kisima ambayo ni ya Yakobo alitengeneza tu. Ile kisima ni Yakobo alitengeneza. Kumbuka kule Yakobo anasema hili jiwe nitalisimamisha liwe nyumba ya Mungu wangu. Na huku nasikia kisima cha Yakobo. Verse number 6. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi na Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi hivi kisimani. Nayo yalikuwa yapata saa 6. Saa 6 ndio masaa ya kusali kwa Biblia. Verse number 7. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yaani mwanamke Msamaria akakuja kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji nikunywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Verse number 9. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Verse number 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye maji. Ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Verse number 11. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi haya maji yaliyo hai? Verse number 12. Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila nywae maji haya ataona kiu tena, walakini yeye atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu kamwe, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Verse number 15. Basi yule mwanamke akamwambia, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Kwa hivyo kwa hii Biblia unaweza fikiria kwamba wanaongelea maji ya kawaida tu ya kukunywa kwa kisima. Kumbe lile maji ambayo wanaongelea ni neno la Mungu, ndiyo maji ambayo wanaongelea. Lile ni neno ambayo wanaongelea ni neno la Mungu. Ukisoma kitabu cha Mithali 18 verse number 4. Mithali 18:4. Proverbs 18:4. Mithali 18:4. Mithali 18:4 inasema, maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi. Kwa hivyo ile maji yenye amekuwa akiongea all along, kumbe ni maneno. Ni maneno ya mtu. Yule mtu ambaye anaongea kumbe ni Kristo. Maana Yesu ndiye mtu kwa Biblia. Maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi, kijito kibibujikacho chemichemi ya hekima. Zaburi 18 verse number 4 iko very clear. Eti maneno ya kinywa cha mtu, si kinywa cha watu, kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi, kijito kibubujikacho chemichemi ya uzima. Kwa hivyo akisema maneno ya kinywa cha mtu, huyo mtu ambaye anaongea habari zake ni Yesu Kristo, si mwingine. Ni Yesu tu ndiye anaitwa mtu hapo tu. Ukisoma Kutoka 15 verse number 3, Exodus 15 verse number 3 inasema Bwana ni mtu wa vita. Exodus 15 verse number 3, Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndilo jina lake. Kwa hivyo mtu ambaye anaongelewa hapa hivi, eti maneno ya mtu ni kama maji ya vilindi, kumbe huyo ni Yesu Kristo, yeye ndo anaongea. All along ile maji yanaongeanga kwenye kitabu cha John 4, kumbe ni the word of Christ. Hiyo ndio maji, the word of Christ. Kwa hivyo yule mwanamke in short alikuwa anakujanga kwa makanisa, lakini ile neno ambayo alikuwa anapata alikuwa linaweza kupoesha kiu yake, kwa maana alikuwa ya ukweli, haikuwa ya Kristo. Ndio maana alikuwa anatangatanga. Yesu anawaambia uko na wanaume wangapi? Umekuwa na wanaume 5, which means ameenda kwa ile kanisa ile neno alimfai, ameenda kwa ile haimfai, mpaka amefika kwa kisima cha Yakobo, which means hajapata lile neno ambalo linamfaa. Zile neno ambalo alikuwa akipata anakunywa, lakini baada anapata tu kiu tu. Ile maji alikuwa anachota kule anapata tu kiu bado. Lakini raundi alipata na Yesu mwenyewe. Sasa Yesu anamwambia lile maji ambayo nitakupatia yatakaa ndani yako yakibubujikia chemichemi ya uzima.
na hautaona kiu tena. Kwa hivyo all along Biblia ilikuwa inaongea kuhusu mambo na kanisa na injili hapo tu. Ni mambo tu na kanisa tu na injili. Kuna kanisa zingine ukienda, ile injili ambayo utapata hapa haitakuwa ya kukusaidia. Utakuwa tu na kiu saa yote tu. Lakini ukienda kanisa ambayo Yesu Kristo anahubiriwa, utapata neno ambayo ukipata ndani hautaona kiu tena. Hiyo neno litakuanga ndani yako. Kwa hivyo all along hizi visima amekuwa akiongelelea ni kanisa tu. Hata ukienda kitabu cha Genesis 21:30 Mwanzo, hata Abraham zile kanisa zile visima alikuwa anachimba kule, zile tu ni makanisa, sio ni kuna nyingine. Genesis 21:30 hata tuanzie 21:29. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wana wa kondoo wa kike 7 uliowaweka peke yao, maana yake ni nini? 30 akasema, hawa wana kondoo wa kike 7 utawapokea mkononi mwangu, wawe ushuhuda ya kuwa mimi niliyechimba kisima hiki. Kwa hivyo unaona hata Ibrahimu pia alichimba kanisa, yeye pia alichimba kisima, yeye pia alifungua makanisa huko. Tukaona Isaka mtoto wake pia alienda kule kwa Abimeleki pia akachimba kisima, yeye pia akafungua makanisa, mahali ambapo watu wanaweza akasikia neno la kweli. Kwa hivyo ile neno ambayo tumeongea sasa ni kidogo, lakini tunatumaini ya kwamba iko na nguvu na iko na uwezo.